إنا لله وإنا إليه راجعون رضا بقضائه وتسليما لأمره عظم الله لنا ولكم الأجر. قال الإمام جعفر الصادق عليه السلام: طبتم وطابت الأرض التي فيها دفنتم. Ndugu zangu, tupo katika matembezi ya amani ambayo yana malengo makubwa na madhumuni ya kuenzi na kujifunza kutoka katika tukio la Karbala na kutoka kwa al-Imamu al-Husaini alayhi salam. Matembezi haya yana malengo ya kumkomboa na kumwelekeza kila mwanadamu kwa nafasi aliyonayo aweze kujifunza kutokana na tukio la Karbala na al-Imamu al-Husaini alayhi salam. Al-Imamu Ja'far as-Sadiq alayhi salam katika kueleza na kuwafundisha wanafunzi wake jinsi ya kumtembelea na kumzuru al-Imamu al-Husaini alayhi salam, aliwaambia ya kwamba wazingatie na kutambua ya kwamba al-Imamu al-Husaini alayhi salam kwa mazingira na wakati aliyouishi katika ardhi ya Karbala alifaulu na alifanikiwa. Ndipo akawaambia tibtum, al-Imamu al-Husaini alayhi salam ametakasika. Yaliyomtakasa al-Imamu al-Husaini alayhi salam katika ardhi ya Karbala ni msimamo wake dhidi ya dhulma, ni msimamo wake dhidi ya unyanyasaji, ni msimamo wake katika kupambana na kusimamia ukweli, kusimamia haki, pamoja na kuwafundisha watu namna ambavyo mwanadamu anavyotakiwa kusimama katika msimamo wake umkaribishe kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tunatambua na tumeelekezwa ya kwamba Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam amesema al-Husainu misbahul huda wa safinatun naja, kwamba al-Imamu al-Husaini alayhi salam yeye mwenyewe ni taa yenye kuongoza. Sifa za taa kwanza kabisa inajiangaza na kujionyesha yenyewe. Hivyo katika ardhi ya Karbala al-Imamu al-Husaini alayhi salam alijionyesha na kutuonesha kwamba yeye ni mtakatifu. Ndiyo maana akawa yupo kinyume na matakwa yote ambayo yapo kinyume na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lakini al-Imamu Sadiq alayhi salam anasisitiza watabatil ardu allati fiha dufintum, kwamba na ardhi ambayo al-Imamu al-Husaini alayhi salam aliyozikwa, ardhi hiyo imetakaswa. Sababu ya kutakaswa ardhi ya Karbala sio pekee kwa sababu damu ya mjukuu wa Bwana Mtume imemwagika katika ardhi hiyo, lakini pia ni kwa sababu ardhi hii ilibeba na ilitunza dhulma ambazo walifanyiwa Ahlulbaiti na kupata matatizo yakasababisha huzuni. Katika ardhi ya Karbala ni ardhi ambayo ndani yake kulikuwa na mafunzo makubwa na kulitawala elimu. Ndani ya ardhi ya Karbala ni ardhi ambayo ilitakasika kwa ndani yake kupatikana uchamungu ambao uliwasababisha watu wasitoke katika mstari wa Mwenyezi Mungu. Hivyo mimi na wewe ambao tunashuhudia na tunajifunza kutoka tukio la Karbala katika matembezi haya ya amani, tunahusisha na tunaunganisha mafunzo ya Karbala yaje katika jamii zetu, kwamba kupitia nia ambazo zitakuwa ni za kweli za kumwelekeza Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika ibada zetu, zinaweza zikatutakasa na tukawa safi. Lakini pia matendo mazuri ambayo tutayafanya katika mazingira yetu yanaweza yakasababisha hata sehemu tulizopo ziwe ni sehemu tukufu, kama al-Imamu al-Husaini alayhi salam alivyoweza kufanya matendo mazuri yakaisababisha ardhi ya Karbala iwe ni ardhi tukufu. Ndiyo maana al-Imamu Sadiq alayhi salam akasema tibtum wa tabatil ardu allati fiha dufintum, kwamba mmefaulu na mmetakasika, lakini ardhi ambayo pia mmezikwa ni ardhi tukufu. Hivyo ndugu zangu, katika matembezi haya ya amani tutambue ya kwamba al-Imamu al-Husaini alayhi salam alikuwa ni mtakasifu, alitakaswa na matendo ambayo aliyafanya katika ardhi ya Karbala. Viongozi katika nafasi zetu, waumini na wafuasi katika nafasi zetu,
tukifanya matendo mazuri yenye nia ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, tukaeneza upendo, tukahamasishana katika amani, tukahamasishana katika umoja, tutaweza kupata utakasifu ambao unaweza pia ukatakasa mazingira na jamii tunazoishi. Inna lillah wa inna ilayhi raji'un, ridan biqada'ihi wa tasliman li amrihi. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.